Hello, habari ya wakati huu wapendwa, ni siku nyingine tena, ni wakati mwingine tena. Kama una mimba ambayo imefikia siku 40 na zaidi yake tangu tarehe yako ya kujifungua kupita, lakini bado haujapata uchungu wa kujifungua, usijali, hauko peke yako. Na leo nitakuelekeza au nitakuelezea kwa kina kwa namna hali hii ambayo huchukua ili kulinda afya yako na ya mtoto. Kwa hiyo nitawafundisha, kaa na mimi, usisite kumalizia hii video ili iweze kusaidia kwa kila kitu. Aya, twende kazi. Je, hii ni hali ya kawaida ambayo wewe unahisi kwamba inaweza ikawa kawaida au ni hali ya hatari kwa mtoto au na kwa wewe pia kwa afya yako? Kwanza kabisa ni muhimu kujua kuwa mimba nyingi huendelea hadi wiki 40, lakini pia wengine wanaweza kufika hadi 41 au hata 42. Hii huitwa post-term pregnancy. Hata hivyo hadi wiki 40 madaktari huanza kufuatilia kwa karibu zaidi, kwa sababu huwa na hatari kidogo na inaweza kusababisha au kujitokeza kwa hali ya mama mjamzito. Sababu za kuchelewa kwa mimba au kwa mtoto kujifungua ni nini? Zifuatazo ni baadhi ya sababu ambazo wewe unatakiwa kuzijua kwamba kwa nini umechelewa kujifungua kwa wakati, na zinaweza kufanya uchungu uchelewe kabisa kwako wewe mama mjamzito. Kwamba kuna tarehe ya makadirio ambayo unakuwa umepewa kwa ajili ya kujifungua, inaweza kuwa ilikosewa wakati mwingine. Lakini tunaangalia mimba ya kwanza pia. Mimba nyingi za kwanza huwa zinachelewa kwa namna nyingine wakati wa kujifungua, lakini kuna sababu ya hormone, kwamba historia ya kuchelewa kujifungua kwenye familia pia huwa imo. Hizo ni hormones ambazo zinaweza kuchelewesha kujifungua kwa wakati. Dalili za kuangalia ambazo ni hatari na ni muhimu sana, kwamba kama uko na zaidi ya siku 40, angalia dalili hizi, zitakusaidia kwako wewe mama unahitaji kujifungua. Dalili ya kwanza ni mtoto anacheza vizuri au amepunguza kucheza, lakini dalili nyingine ni maumivu yasiyo ya kawaida, na dalili nyingine pia ni kutokwa na maji au damu, lakini nyingine ni uchovu kupita kiasi. Hizi ni dalili ambazo unatakiwa kuzijua. Ukiona mojawapo ya hizi dalili, wasiliana na daktari mapema ili aweze kukupa mwongozo. Ni nini cha kufanya endapo utaona dalili hizi? Utafanya nini? Endapo utaona dalili hizi, kuna vitu muhimu zaidi vya kufanya. Kitu cha kwanza, nenda hospitali haraka sana, usichukue muda. Fanya vipimo muhimu zaidi ili uweze kuwa salama na mtoto tumboni, lakini pia daktari anaweza kupendekeza njia za kuchochea uchungu kwa haraka zaidi ili uweze kujifungua. Epuka majibu ya daktari ukiwa bado nyumbani bila kufika hospitali au kufanya uchunguzi. Hii itakusaidia zaidi kwamba utajifungua salama na mtoto atakuwa salama zaidi. Njia za kienyeji au mazoezi yasiyo sahihi yanaweza kuwa hatari. Jitahidi sana huyu atakayekupa ushauri, kama ni dokta yupo nyumbani, uwe unamwamini na awe na majibu yaliyo mazuri pia. Ushauri wa mwisho kwa wewe mama ambaye unahitaji kujifungua na umepitiliza siku zako za kujifungua, jambo muhimu ni kutulia, lakini pia kufuata ushauri wa wataalamu. Hii itakusaidia zaidi, na pia watu wanatoa ushauri sana kwa kina mama ambao tayari mmezidi siku zenu za kujifungua na kwa watoto wenu kwa usalama zaidi. Kuna namba tumeweka hapo chini, tupigie simu ambayo tutakusaidia kukupa ushauri, lakini pia kama kutakuwa na haja ya kukupa tiba, upate tiba kwa haraka zaidi. Na lengo kuu ni kuhakikisha kwamba wewe na mtoto wako mko salama zaidi. Kama umejifunza kitu hapo kwenye hii video, tafadhali usisahau kusubscribe, lakini pia kulike na kushare kwa wamama wengine ili waweze kupata afya njema na watoto wao, au kuwasaidia zaidi kwenye afya ya uzazi.